Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu anatarajiwa kuhoji kwa njia ya maswali ya dodoso kamishna mkuu wa jeshi la magereza nchini pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 3 ya mwezi Julai mwaka 2026. Mahojiano hayo makubwa ya kisheria yatafanyika katika mazingira ya shauri la kikatiba namba 3100 la mwaka wa 2026 mbele ya Mahakama Kuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Masjala Kuu ya Dodoma. Hatua hili inafuatia madai makito yaliyowasilishwa mahakamani yakilalamikia mienendo ya kizuizi inayofanywa na mamlaka ya usimamizi wa magereza dhidi ya mwanasiasa huyo, wakili wake, viongozi, wanachama wa chama chake na ndugu wa karibu wanaofika gerezani kumtembelea tangu alipowekwa mahabusu kwa tuhuma za makosa ya jinai. Uchambuzi wa sheria hili la kikatiba unaonyesha kuwa kiini cha mgogoro huu kimetokana na malalamiko rasmi yaliyowasilishwa na mawakili watatu wasomi ambao ni Bwana Kulwa Maduhu, Bwana Nash Ndungu pamoja na Bwana Paul Kisabo. Mawakili hao walifungua kesi hiyo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga, wakiomba mahakama kutoa tafsiri na maamuzi ya kikatiba kuhusu haki za wafungwa na mahabusu. Walalamikiaji wanaiomba Mahakama Kuu kuingilia kati ili kuondoa na kukomesha kabisa vikwazo vyote vilivyo vya kisheria vinavyowekwa na askari wa jeshi la magereza ambavyo vimekuwa vikitumiwa kuzuia viongozi mbalimbali wa chama cha upinzani Chadema pamoja na wanachama wa kawaida kufika magerezani na kufanya mashauriano na au kumjulia hali kiongozi huyo Tundu Antipas Lissu. Mbali na kuizuiliwa kwa wageni, shauri hilo linaagiza vitendo vinavyofanywa na askari wa magereza wa Ukonga vya kusikiliza kwa makusudi mazungumzo ya siri kati ya Mheshimiwa Tundu Lissu na mawakili wake wanapokuwa kwenye vikao vya mashauriano ya maandalizi ya utetezi wa kesi yake ya msingi. Kitendo hicho kinatajwa na mawakili hao kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa misingi ya katiba ya nchi, kwani kinavunja haki ya faragha na usiri wa mawasiliano ya kisheria yanayopaswa kuwepo kati ya mteja na mwanasheria wake anayemtetea mahakamani. Katika kesi hiyo inayofuatiliwa kwa ukaribu, Mheshimiwa Tundu Lissu amejumuishwa kama mmoja wa wajibu maoni, huku chama cha wanasheria Tanganyika kikishiriki kama mdau muhimu kwenye maslahi ya kiutaalamu baada ya mahakama kukubali rasmi ombi lake la kujiunga. Kutokana na changamoto hizo ambazo mawakili wamekuwa wakizipata kila wanapokwenda gerezani, Mheshimiwa Tundu Lissu anatarajiwa pia kuwahoji wataalamu au washeria waliofungua shauri hilo ili kutoa fursa ya kuieleza mahakama mazingira magumu yanayokumbana nayo wanapotekeleza wajibu wao wa kikazi. Shauri hili litasikilizwa kwa kutumia mifumo ya kiteknolojia ya njia ya mtandao mbele ya jopo maalum ya majaji watatu wa Mahakama Kuu ambao ni Mheshimiwa Jaji Mruma, Mheshimiwa Jaji Daktari Rumisha Kundrathi pamoja na Mheshimiwa Jaji Daktari Longomba. Shauri hili linaelezwa kuwa ni miongoni mwa mashauri makubwa ya kikatiba yanayoweza kuweka mwelekeo mpya wa kisheria nchini Tanzania kuhusu haki ya msaada wa kisheria kwa mahabusu wote waliopo magerezani bila kuingiliwa na vyombo vya dola. Taarifa iliyotolewa na wakili Paul Kisabo kutoka jijini Dar es Salaam imethibitisha kuwa maandalizi yote ya mahojiano hayo yamekamilika na mahakama iko tayari kusikiliza pande zote ili kutoa miongozo itakayosaidia kulinda heshima ya taaluma na wanasheria na haki za binadamu. Viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wamebainisha kuwa kuwepo kwa vikwazo gerezani kunadhoofisha
kuimarisha uwezo wa mteja wao kujiandaa vyema na kesi yake ya uhaini inayomkabili mahakamani, jambo ambalo linasababisha ucheleweshwaji wa haki. Wanachama na ndugu ya mwanasiasa huyo wameonyesha matumaini makubwa kuwa uamuzi utakaotolewa na jopo la majaji utaleta suluhu ya kudumu na kuruhusu ziara za kawaida za kifamilia na kijamii kuendelea kama ilivyokuwa hapo awali gerezani. Jeshi la magereza kwa upande wake limekuwa likitetea hatua zake, likidai kuwa linatekeleza kanuni za usalama wa magereza ili kuzuia matukio ya uvunjivu wa amani ndani ya maeneo ya hifadhi ya mafungwa, wadai ambavyo yanapingwa vikali na mawakili wa utetezi. Shauri hili limevutia ushiriki wa chama cha wanasheria Tanganyika kwa kuwa matokeo yake yataguza mfumo mzima wa utendaji kazi wa mawakili wote nchini wanaowatembelea wateja wao waliopo chini ya ulinzi wa serikali. Majaji watatu wanaosikiliza shauri hilo wameeleza nia ya kuhakikisha na kuharakisha mchakato huo ili kutoa uamuzi wa haraka kutokana na unyeti wa masuala ya kikatiba yaliyowasilishwa na pande zote mbili zinazohusika katika shauri hili mkoani Dodoma. Mazingira ya usikilizwaji wa mashauri kwa njia ya mtandao yamesaidia kurahisisha upatikanaji wa huduma za mahakama kutoka maeneo tofauti ya nchi bila kulazimika kusafirishwa mahabusu kwa umbali mrefu, jambo linaloongeza usalama wa mchakato mzima wa kisheria. Jamii ya wanasheria na watetezi wa haki za binadamu nchini inasubiri kwa hamu kuona namna maswali ya dodoso yatakavyoelekezwa kwa kamishna mkuu na mkuu wa magereza la Ukonga na jinsi viongozi hao watakavyofafanua misingi ya kisheria ya maamuzi hayo. Uamuzi utakaofikiwa na Mahakama Kuu ya Dodoma unatarajiwa kuwa na athari kubwa ya kisheria na utatumiwa kama rejeo muhimu katika kesi nyingine za siku zijazo zinazohusu haki za msingi za raia waliopo kizuizini. Wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa haki za faragha kati ya wakili na mteja ni nguzo kuu ya haki ya kupata utetezi wa haki na usio na upendeleo wowote, na kuingiliwa kwake kuna atharisha uaminifu wa mfumo mzima wa utoaji haki nchini. Huku usikilizwaji huo ukianza rasmi tarehe 1 Julai, mawakili wa serikali nao wamejiandaa kuwasilisha hoja za utetezi upande wa viongozi wa magereza ili kuonyesha kuwa taratibu zinazofuatwa gerezani Ukonga ziko sahihi kijeshi. Kesi hii ya kikatiba inaendelea kuchukua nafasi mkubwa katika mijadala ya kisheria na kijamii nchini Tanzania, ikionyesha umuhimu wa uwepo wa mifumo huru ya kimahakama inayoweza kukagua na kudhibiti matendo ya kiutawala ya vyombo vya ulinzi na usalama. Harakati za kisheria zinaendelea mkoani Dodoma, zinasimamiwa kwa makini ili kuhakikisha kuwa taratibu zote za kimahakama zinafuatwa bila kuwepo kwa shinikizo lolote la kisiasa kutoka nje au ndani ya mahakama. Ushiriki wa Tundu Lissu katika kuwahoji viongozi hao wa magereza unatajwa kuwa ni fursa ya kipekee kwake kutumia uzoefu wake mkubwa wa kisheria kutetea haki zake za kikatiba akiwa bado gerezani. Matokeo ya uchunguzi huu wa kimahakama yatasaidia kuweka wazi mipaka ya kiutendaji ya askari wa magereza wanaposhughulikia wafungwa na mahabusu wa kisiasa nchini kote katika kipindi hiki cha majaribu ya kisiasa.